Mwaka huu taifa letu linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Maana ya uchaguzi ni kuwapa uhuru watu wachague mtu anayemtaka. Ndio maana tunafanya uchaguzi. Na maana ndio tunafanya uchaguzi wa vyama vingi kulinganisha sauti. Lakini Watanzania, kinachotokea sasa ni kama hatulinganishi sauti. Tumeanza kupigana viatu. Kiona na mtu anakuzidi kwa sera, unaamua kutumia nguvu kumzima. Watanzania wengi wanalalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru, na wanafanya hivyo kwa matukio yaliyotokea nyuma, uzoefu uliotokea nyuma. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya malalamiko ya watu wake. Nafikiri vyama vingi ni sawa na hizi kwaya zilizoimba hapa. Kila mtu aimbe wimbo wake mzuri na kila mtu anachagua kwenda anakotaka. Hatulazimishi watu waende mahali wasikotaka. Bwana asifiwe. Imba wimbo mzuri unaovutia watu na wakaja kwako. Lakini hatulazimishi watu kwa fimbo, kwa bakora, waimbe wimbo usiotaka, unaotaka wewe. Na ndio maana ya demokrasia. Demokrasia ni kuwapa watu uhuru wa kuchagua wale wanaowataka. Watu waimbe sera zao. Viongozi wa siasa, vyama ambavyo vinasema upinzani, waanze sera. Waambie wananchi wanataka kuwafanyia nini. Mara nyingine rais baba taifa aliuliza, naona watu wanakimbilia Ikulu, kuna nini? Na mmetenda dhambi kwa kutaka kukimbilia Ikulu. Wanasema Ikulu ni mahali patakatifu. Sasa tunataka kugeuza Ikulu ni mahali pa lawama, kulaumu tu hata mazuri yanapofanyika. Kila mmoja, awe diwani, awe mbunge na hata mheshimiwa rais, atangaze sera nzuri ili sisi tukimbilie sera zile anazosema. Wakati mwingine sera zinazosemwa sio zile pia zinazofanywa kazi. Na ndio watu wanagundua kwamba sasa kumbe inakuwa hivi. Manunguniko ya tume huru ya uchaguzi ni kilio sasa katika taifa letu. Sio kwa uchaguzi huu tu, na hata katika chaguzi zilizotangulia, kwamba uchaguzi sio huru na wala sio wa haki. Uchaguzi huru ni ule ambao kila mtu anaridhika kwamba ameshindwa kwa halali. Tuwaombe watawala waliangalia hilo, kwa sababu kuongoza kwa kufanya haya yanayolalamikiwa sio kutuleta pamoja, lakini ni kutugawa pia. Bwana asifiwe. Ukigawa taifa, nguvu inagawanyika pia. Na sisi ambao tunataka hiyo tume huru, tuwe wasarabu hata katika kukosoa. Msikosoe hata yale mazuri yanayofanyika, lakini kosoeni pale mnapoona kwamba mambo hayaendi sawa. Wenzetu Chadema wanasema no reform no election. Hawa ikachukuliwa kama serikali ni Chadema inasema hivyo. Hata baadhi ya wana CCM wako wanaosema no reform no election, lakini wamejificha, hawataki waonekane. Na wakati mwingine hata haya mambo yanayolalamikiwa yanatoka ndani ya chama tawala yanakwenda kwenye vyama vya upinzani. Kwa hiyo tunatakiwa pia tujiangalie, tujihoji, hivi na sisi tunaolalamika ndani ya chama tawala mnakwenda wapi? Mnataka nini? Kukamata watu na kuwaweka ndani hakunyamazishi malalamiko ya watu. Hakunyamazishi, bali inaendelea kujenga gap ya watu kuachana. Kwanza ukimkamata mtu unampa title. Nampa title, atakuwa na, hata kama alikuwa haonekana ataonekana. Lakini ukimpuuza, lakini ukaendelea kusimamia misingi, atabweka mpaka ataacha tu. Angalia hata wakati wa maandamano. Wakati ule maandamano alikuwa anazuiwa, watu walifanya. Lakini baadaye serikali ikaja ikasema, kumbe mnataka maandamano, andamaneni tu. Na serikali ikawa inasindikiza kwa polisi. Mbona imeisha? Kwa hiyo wakati mwingine tunaprovoke serikali ifanye yale ambayo hayataki kufanya ili tulete vurugu katika taifa.
Hatutaki vurugu katika taifa letu. Tumepata uhuru bila kumwaga damu. Hatuhitaji damu ya watoto wetu imwagike kwa ajili ya vitu kama hivi vya siasa. Mgawanyiko katika taifa kuleta hata maadui wa nje waingie ndani ya taifa letu. Taifa letu ni kitu adimu sana. Kuna maadui wa nje wanaotuangalia. Haya tunayoyafanya ya kujaribu kutumia nguvu yanawafanya hao wanaofanyiwa hiyo walete maadui wa nje ndani ya taifa letu. Wanawapitisha. Sasa mimi naomba serikali ina masikio, ina watu wake wanaosimamia mfumo wa utawala, waangalie kwa makini mambo haya. Kwa sababu taifa letu ni taifa la amani, utulivu. Ndio tulivyoanzishwa na baba taifa. Na baba taifa pia alipoona kwamba watu wanamnusa kama ile iliyotokea mwaka 1982 akatangaza sera ya kung'atuka. Nafikiri taifa hili lina vijana wengi waliosoma. Vijana wengi waliosoma wapewe nafasi. Wapewe nafasi bila kujali wanatoka wapi. Waangaliwe wenye vichwa vizuri, wapewe kuliongoza taifa letu. Kuliko sisi tuliochoka tukaendelea kung'ang'ania viti, unataka kufa nayo kama meno. Hapana. Tuangalie vijana wenye uadilifu, wanyenyekevu, watiifu, wenye maono mapya. Kanisa linatoa wito kwa vyama vyetu vya siasa kwamba visituingize katika migogoro isiyo na sababu. Kifo cha Yesu Kristo na panzia kupasuka ni ushindi, upatanisho. Mimi nafikiri kulikuwa kuna ule usema rais aliyosema nimeanzisha R4. Uvumilivu, majadiliano, maridhiano. Yale yanatuleta pamoja tukijadili mambo yetu kama watu wenye akili na hekima na tukakubaliana. Hakuna serikali iliyotimiza kila kitu. Sio kweli. Yapo mapungufu ambayo yataendelea kufanywa kazi, lakini pia hata yale madogo tuliyopata, kwa nini tusishukuru? Tushukuru. Tutakuwa watu wasio na shukrani hata mbele za Mungu ni dhambi. Tushukuru hata yale ambayo tumefanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vigumu kuwa na baba ambaye kila siku watoto wanalalamika, anawavalisha nguo, anawavalisha viatu, anawasomesha, anasema baba huyu atusaidii. Ni ngumu kweli. Lakini haya yote yanaletwa. Nafikiri siasa, mimi sio mwanasiasa, nasema wengi wape, lakini wachache wasikilizwe. Kwa nini wasikilizwe? Kwa sababu wana maana. Yale manunguniko yao yataleta mgawanyiko ya wale wachache. Hata baba wa taifa wakati wa vyama vingi alisema waliokubali vyama vingi ni 20%, 80% wamekataa. Lakini kuna hoja ya kukubali vyama vingi kwa kufuata 1% ndogo tukaacha 1% kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukosoane, Waafrika hawajui kukosolewa. Ukikosolewa tu unashika panga. Allah. Unashikaje panga? Si unaniambia wewe Masai unavaa nguo yako haifai nguo hapa. Sinaenda kuvaa nzuri. Kila tunapokosolewa tunaonyeshwa madhaifu yetu. Na ile madhaifu ndio anatakiwa tushughulike nayo. Ile anayesema ashindwe la kusema. Lakini tukiwatishia, tukiwafukuza, tukiwakamata, pale unaleta gap. Unaleta mgawanyiko. Unaleta upasuko kwenye taifa la Tanzania. Taifa letu ni taifa zuri. Na hata wakati ule wa uhuru tulikuwa tunaitwa taifa ndio mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele kukomboa wenzetu waliokuwa wanakandamizwa na mataifa ya wenzetu weupe. Na tumefanya hivyo bila kujali. Sasa tusirudi tukawa wanafunzi wa siasa wakati sisi tulikuwa walimu wa siasa kwa nchi nazo tuzunguka. Tuangalie maadui wa nje wasije wakapenya wakaingia ndani ya taifa letu. Eti kwa sababu tu tunashindwa kukosolewa, tunakataa kukosolewa. Kanisa linatoa wito kwa watendaji wa serikali kutomdanganya rais. Watendaji wa serikali wanakosea sana. Wakila rais anapofika mahali, mama hatukudai, umeleta bilioni 500 maji, umeleta bilioni 600, siji barabara, umeleta bilioni 700, afya. Lakini ndani ya miji kama hii barabara hazipitiki. Na rais hana mpango, hana uwezo wa kutembelea kila mahali.
Lakini anapokuja wala anasema kumbe nimefanya mengi bwana. Ni vyema tukasema, Mheshimiwa Rais, umeleta mambo mengi sana, lakini bado kuna mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa wa kweli kuliko kumdanganya. Ataanza kushughulikia mambo mengine, ataacha ile mapungufu mliowaambia. Wakati wa Ijumaa Kuu hii, pazia linapopasuka, turudi kwa wamoja, turudi kuungana na kulijenga taifa la Tanzania.